Bwana, mambo ni vipi? Mambo ni aje? Na wakati mwingine tena ambao of course tunakuwa tunasogezeana vitu ambavyo vinachukua nafasi kubwa sana, na story ya leo bwana ni kutokana na post ambayo ameweza kushare superstar kutokea hapa 255 na si mwingine bali ni Diamond Platnumz. Moja kati ya post ambayo imetokea kuweza kuibua hisia za watu wengi sana sana na kuweza kujiuliza maswali mengi sana, na hii ni baada ya yeye bwana kuweza kuposti picha ya mwanadada ambaye alikuwa anaonekana ni mwanafunzi kama hapa ambavyo unaona akiwa yuko shuleni, lakini yuko kwenye kundi la watu wengine wanafunzi wenzie, lakini wimbo wa taifa ulipokuwa unaimbwa yeye aliweza kuweka alama ya kupiga saruti kwamba kuheshimu namna ambavyo wimbo wa taifa unahitajika kuweza kuheshimiwa, lakini wengine hawakuweza kufanya hivyo. Lakini uzuri aliokuwa nao mtoto ndio ambao umeweza kumfanya Diamond Platnumz kuweza kuvutiwa zaidi na kuweza kuandika ujumbe kama huu. Akaandika, baadaye akitoboa kwenye maisha watasema uzuri umembeba, kumbe mwenzao yuko makini. So ujumbe huu ambao ameweza kuandika Diamond Platnumz umeweza kuibua hisia nyingi sana kwa watu wengi sana, na kuweza kujikuta kwamba wameanza kukubaliana na hichi ambacho ameweza kukiandika Diamond Platnumz, kwa sababu wengi bwana mtu akishatoboa akifanikiwa akiwa mkubwa anaanza kudai tu kwamba labda huyu kutokana na uzuri wake ndio maana ameweza kufanikiwa kuweza kupata deals, kuweza kujikuta kwamba amekuwa ni mtu fulani hapo juu na vitu kama hivyo, lakini kumbe nidhamu ambayo yuko nayo, lakini pia heshima ambayo yuko nayo ndio ambayo imeweza kumpa nafasi kubwa zaidi ya yeye kuweza kufika katika level ambayo imekuwa ni ya hali ya juu sana. Na hii imekuwa ni moja kati ya issue ambayo imechukua nafasi kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii na inazidi kwenda viral sana sana. Usiache kucomment, kulike, kusubscribe our YouTube channel kwa sababu new trending for better info 100%. Lakini pia hii ni moja kati ya issue ambayo itaendelea kuonesha ni kwa namna gani ambavyo Diamond Platnumz anapenda vitu ambavyo ni discipline. Alikuwa asilimia kubwa sana, ni ile discipline kwake ni kitu ambacho anakiheshimu sana.